Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia historia ya ajabu ambayo mara nyingi haijulikani sana duniani kote hata kidogo. Nitawaeleza jinsi Waafrika walivyochangia ujenzi wa Uingereza baada ya vita vikubwa vya pili vya dunia. Historia hii ni muhimu sana kwa sababu inaonyesha ukweli uliofichwa kwa miaka mingi sana. Watu wengi hawajui kwamba Waafrika walifanya kazi ngumu sana katika karne ya 20 nchini Uingereza. Baada ya vita vya pili dunia, Uingereza ilikuwa imeharibika sana na ilihitaji msaada wa kuijenga upya. Waafrika wengi walikuja kutoka nchi mbalimbali za Karibiani na bara la Afrika kusaidia katika ujenzi. Kama bado hujajiandikisha kwenye kituo hiki cha ufalme uliopotea, bofya kitufe cha jiunge na ubonyeze like. Walijenga hospitali, shule, barabara na miundombinu mingine muhimu katika nchi ile ya Uingereza yote. Kontroli hii inaanzia mwaka 1945 wakati vita vya pili ilipoisha. Uingereza ilikuwa imeumia sana kiuchumi na watu wengi walikuwa wamekufa katika vita hivi vikali. Majiji makubwa kama London, Manchester na Birmingham yalikuwa yameharibika na mabomu ya Wajerumani wa Nazi. Serikali ya Uingereza ilihitaji mikono mingi ya kufanya kazi za ujenzi wa haraka sana kabisa. Lakini tatizo kubwa lilikuwa ni kwamba wanaume wengi wa Uingereza walikuwa bado hayuko nyumbani yao. Baadhi yao walikuwa bado wanafanya kazi za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu kwa vita. Wengine walikuwa wamejeruhiwa vibaya sana na hawakuweza kufanya kazi ngumu za majengo na viwanda. Serikali ilihitaji kufikiri kwa haraka jinsi ya kupata wafanyakazi wa kujenga nchi yao upya kabisa. Kwa hiyo wakafikiri kuwaita watu kutoka maeneo mengine ya ulimwengu waliowamiliki wakati huo ambapo walikuwa tayari. Katika kipindi hicho, Uingereza ilikuwa bado na milki ya mkoloni mkubwa wa nchi nyingi za Afrika. Vilevile walikuwa na milki katika visiwa vya Karibiani ambapo watu walikuwa wa asili ya Kiafrika. Serikali ya Uingereza ilianza kutangaza nafasi za kazi katika nchi zao za mkoloni kwa ajili kupata. Walitangaza kwamba kuna ajira nyingi za majengo, usafiri wa treni, hospitali na huduma za umma zenye mishahara. Walisisitiza kwamba Uingereza ilikuwa ni nchi yenye fursa nyingi za maisha mazuri na maendeleo ya haraka. Tangazo hizo zilifikia visiwa vya Jamaica, Barbados, Trinidad na nchi nyingine za Karibiani kwa haraka sana. Vilevile zilifikia baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na Afrika ya Magharibi ambapo watu walitaka nafasi. Watu wengi walikuwa na hamu ya kwenda Uingereza kwa sababu walifikiri itawasaidia kupata maisha bora zaidi. Wengine walitaka kusoma na kupata elimu ya juu katika vyuo vikuu vya Uingereza vilivyokuwa mashuhuri duniani. Lakini wengi zaidi walihitaji tu ajira ya kupata pesa za kusaidia familia zao zilizobaki nyumbani kwao. Mwaka 1948, meli maarufu iitwayo Empire Windrush ilifika katika bandari ya Tilbury. Meli hii ilikuwa imebeba abiria wa kwanza wa Waafrika kutoka Karibiani wakiwa wanakwenda Uingereza kwa ajili kazi. Kulikuwa na watu karibu 500 hivi katika meli hiyo ambao wengi walikuwa wanaume, vijana wenye nguvu. Walipokelewa na serikali ya Uingereza, lakini pia walikabiliwa na kauli za chuki kutoka kwa baadhi ya wazao. Lakini hii haikuwazuia kufanya kazi zao kwa bidii na ushupavu mkubwa wa namna ya ajabu. Wakaanza kufanya kazi katika viwanda, hospitali, shule na huduma za usafiri wa umma katika miji yote. Wengine walikuwa madaktari, wauguzi, mahandisi na walimu ambao walikuwa na elimu ya juu ya kutosha kufundisha. Hawa watu wa kwanza walitoa mchango mkubwa sana katika ujenzi wa Uingereza baada ya vita vikubwa. Walipata mshahara ambayo mara nyingi ilikuwa kidogo kuliko ile ya wazao wa Uingereza wenye kazi sawa, lakini waliendelea kufanya kazi kwa sababu walihitaji pesa za kutuma nyumbani kwa familia zao zilizobaki. Baada ya Empire Windrush, meli nyingine nyingi zilifuata kila mwezi na miaka iliyofuata kwa wingi mkubwa.
10,000 za Waafrika kutoka Karibiani walifika Uingereza kati ya miaka ya 1940. Pia kulikuwa na watu kutoka Kenya, Uganda, Tanzania na nchi nyingine za Afrika Mashariki kwa idadi kubwa. Hawa watu wote walikuja kwa sababu Uingereza ilihitaji wafanyakazi wengi sana kwa ajili ya ujenzi haraka. Walifanya kazi katika viwanda vya chuma, pamba, nguo na bidhaa nyingine muhimu za kiuchumi wa nchi. Wengine walifanya kazi katika huduma za afya ambapo kulikuwa na upungufu mkubwa wa wauguzi na madaktari wenye ujuzi. Hospitali nyingi za Uingereza zingelikuwa zimefungwa bila msaada wa wafanyakazi hawa kutoka Afrika na Karibiani yote. Vilevile, huduma za usafiri wa reli na basi zilikuwa zinategemea sana wadereva na mafundi kutoka nchi hizo. Kazi hizi zilikuwa ngumu, zenye masaa marefu na mara nyingi zilifanywa usiku wakati watu wengine walilala salama. Sasa nataka niulize swali muhimu ambalo ningependa mseme maoni yenu kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Je, mnafikiria historia hii imefundishwa vizuri katika shule za Uingereza na nchi nyingine za Ulaya leo? Niandikieni mawazo yenu kwa undani katika sehemu ya maoni ili tuweze kujadili swala hili muhimu sana, kwa sababu historia ya Waafrika katika Uingereza mara nyingi haijulikani na hata watoto wa Uingereza hawafundishwi. Lakini kukabiliana na maisha katika Uingereza haikuwa rahisi kwa wageni hawa kutoka Afrika na Karibiani yote. Walipata ubaguzi mkubwa sana katika nyumba, ajira na huduma za umma katika maisha yao ya kila siku. Mara nyingi hawakupewa nafasi za kukodi nyumba katika maeneo mazuri ya miji ya Uingereza kwa sababu rangi. Wamiliki wa nyumba waliweka matangazo yanayosema hawataki watu weusi kukodi nyumba zao hata kama walikuwa wafanyakazi. Hii ilisababisha Waafrika wengi kuishi katika maeneo duni yenye hali mbaya ya afya na usalama wa watoto. Pia walipata ubaguzi katika vituo vya burudani kama vilabu, baa na mikahawa ambavyo hawakuruhusiwa kuingia kabisa. Baadhi ya sehemu zilikuwa na matangazo yanayosema hakuna Waafrika, hakuna Waarabu, hakuna wageni wa aina yoyote huko. Hata katika makanisa fulani ya Kikristo, Waafrika hawakukaribisha kwa sababu ya rangi ya ngozi yao tu. Hii ilikuwa ni hali ya uchungu sana kwa watu waliokuja kusaidia kujenga nchi ile ya Uingereza. Lakini wengi wao waliendelea kuvumilia na kufanya kazi zao kwa bidii ili kulisha familia zao zilizobaki nyumbani. Katika sekta ya afya, Waafrika walitoa mchango usiopimika kabisa kwa huduma za kitaifa za afya za Uingereza. Huduma hizi za afya zilianzishwa mwaka 1948 na zilitegemea sana wafanyakazi wageni. Bila wauguzi, madaktari na wafanyakazi wengine kutoka Afrika na Karibiani, huduma hizi zingelishindwa kabisa kufanya kazi vizuri. Elfu nyingi za wauguzi walikuja kutoka Jamaica, Barbados na visiwa vingine vya Karibiani kufanya kazi ya usiku. Pia kulikuwa na madaktari wengi kutoka Afrika Mashariki ambao walifanya kazi katika hospitali za miji mikubwa. Watu hawa walikuwa na elimu ya juu na ujuzi mzuri, lakini walipata mishahara kidogo kuliko wazawa. Mara nyingi walipewa kazi za usiku, za wikendi na za siku za likizo ambazo wazawa hawakutaka kuzifanya. Lakini waliendelea kufanya kazi kwa sababu walihitaji pesa na walipenda kazi yao ya kusaidia wagonjwa wote. Wauguzi wengi walikuwa wanawake wenye nguvu na moyo wa huruma ambao walitunza wagonjwa kama familia zao wenyewe. Katika sekta ya usafiri wa umma, Waafrika pia walitoa mchango mkubwa sana katika miaka ya miongo mitano. Kampuni ya usafiri wa London iliajiri elfu nyingi za wafanyakazi kutoka Karibiani na Afrika kufanya kazi ya kuendesha. Walikuwa wadereva wa mabasi, wakusanya nauli, watunza reli na wafanyakazi wengine muhimu wa usafiri wa kila siku. Bila wao, miji mikubwa ya Uingereza ingelishindwa kusafirisha watu kwenda kazini na nyumbani kila siku kabisa. Kampuni ya reli ya Uingereza pia iliajiri wafanyakazi wengi kutoka nchi za mkoloni kufanya kazi za ukarabati. Hawa walifanya kazi ngumu ya kutengeneza reli, vituo na mabomba ya chini ya ardhi ya London yote.
Kazi hiyo ilikuwa hatari na mara nyingi walifanya saa 12 kwa siku moja bila mapumziko mengi. Lakini mshahara yao ilikuwa kidogo na mara nyingi hawakupata heshima kutoka kwa wasimamizi wao wa kizungu. Hata hivyo, waliendelea kufanya kazi kwa sababu hawakuwa na chaguo lingine la kupata kipato cha kuishi maisha. Leo tunaweza kusema kwamba usafiri wa London ungelishindwa bila mchango wao wa miaka ile ya miongo mitano. Kwa wale ambao bado hamjajiandikisha kwenye kituo hiki cha Ufalme Uliopotea, bofya kitufe cha jiunge na ubonyeze like. Tutaendelea kueleza historia nyingi za ajabu ambazo hazijulikani sana duniani kote kwa watu wengi wa kawaida. Niandikieni maoni yenu kwenye sehemu ya maoni kuhusu mada hii tuliyozungumza leo hapa katika video hii. Katika sekta ya ujenzi wa majengo, Waafrika pia walitoa mchango mkubwa katika kujenga miji ya Uingereza upya. Baada ya vita vya pili, majiji mengi yalikuwa yameharibika na ilihitajika kujenga nyumba elfu nyingi za haraka. Serikali ya Uingereza ilianzisha miradi mikubwa ya ujenzi wa makazi ya umma kwa ajili ya watu maskini. Waafrika wengi walifanya kazi katika miradi hii kama mafundi wa washi, mabati na kusafisha vifaa vyote vya. Walijengea watu wa Uingereza nyumba, shule, vituo vya afya na majengo mengine muhimu ya jamii kwa bidii. Kazi hiyo ilikuwa ngumu sana, haswa wakati wa baridi ya msimu wa majira ya baridi nchini Uingereza. Wengi wao walikuwa hawajawahi kuona theluji maishani mwao kabla ya kufika huko kutoka maeneo ya joto, lakini waliendelea kufanya kazi hata wakati wa baridi kali ambayo ilisababisha baadhi yao kuugua vibaya sana. Walipata ajali nyingi za majengo ambazo zilisababisha majeraha na kifo cha baadhi yao wasio na haki yoyote. Kampuni za ujenzi mara nyingi hazikuwapa kifaa cha usalama cha kutosha kama vilemba na nguo za joto. Hii ilionyesha jinsi Waafrika walivyodharauliwa na kuonekana kama wafanyakazi wa bei nafuu tu bila thamani ya kibinadamu. Katika viwanda vya uzalishaji, Waafrika walitoa nguvu zao katika sekta mbalimbali za kiuchumi wa Uingereza yote. Walifanya kazi katika viwanda vya chuma, pamba, vyakula, magari na bidhaa nyingine za kuuzwa duniani kote. Hii ni wakati ambapo Uingereza ilikuwa bado ni nchi ya viwanda kubwa vya dunia ya tatu. Waafrika walifanya kazi za kusafisha, kubeba mizigo, kutengeneza mashine na kazi nyingine ngumu za kila siku. Mara nyingi walifanya zamu za usiku ambazo wazao wa Uingereza hawakutaka kuzifanya kwa sababu yoyote. Mazingira ya kazi katika viwanda hivyo yalikuwa hatari na yenye kelele kubwa na joto kali sana ndani. Walifanya kazi bila kifaa cha usalama cha kutosha na mara nyingi walipata majeraha ya kuchomwa, kukatwa na kampuni ziliwapa fidia ndogo sana au hakuna chochote wakati walipata ajali za kazi za namna hii. Bila vyama vya wafanyakazi vyenye nguvu, hawakuwa na namna ya kulinda haki zao za kibinadamu za msingi. Lakini waliendelea kufanya kazi kwa sababu walihitaji pesa za kulisha watoto na familia zao zilizobaki nyumbani kwao. Mchango wao ulisaidia Uingereza kuendelea kuwa nchi yenye uchumi mkubwa wa dunia katika miaka ile ya miongo mitano. Katika sekta ya elimu, Waafrika pia walitoa mchango muhimu katika kufundisha watoto wa Uingereza katika shule mbalimbali. Walimu wengi walikuja kutoka nchi za Afrika na Karibiani wakiwa na elimu ya juu ya kutosha. Walifundisha masomo ya sayansi, hisabati, lugha na masomo mengine muhimu katika shule za msingi na sekondari. Lakini walipata ubaguzi kutoka kwa walimu wenzao wa kizungu ambao hawakuwaamini wanaweza kufundisha vizuri kabisa. Pia wazazi fulani wa Uingereza hawakutaka watoto wao wafundishwe na walimu weusi kwa sababu za rangi. Hii ilisababisha walimu wengi wa Kiafrika kupewa shule za maeneo duni ambako watoto walikuwa na tabia mbaya. Hata hivyo, waliendelea kufundisha kwa bidii na kusaidia watoto wengi wa Uingereza kupata elimu nzuri ya maisha.
Baadhi ya walimu hawa walianzisha vyama vya jamii ambapo walitoa elimu ya ziada kwa watoto wa Afrika. Hii ilikuwa muhimu kwa sababu watoto wa Afrika mara nyingi walipuuzwa na kufanyiwa ubaguzi katika shule. Walimu hawa walitoa mfano mzuri wa uvumilivu na upendo kwa kazi yao ya kufundisha kizazi kipya. Zombies, jambo lingine muhimu ni kwamba Waafrika walileta utamaduni wao katika jamii ya Uingereza na kuiendeleza kwa njia. Muziki wa reggae, calypso na ska ulibadilisha muziki wa Uingereza na ulizaa mitindo mipya ya sanaa. Wasanii wa Kiafrika kutoka Jamaica na Trinidad walianzisha vilabu vya muziki katika miji ya London na Birmingham yote. Hapa ndipo vijana wa Uingereza walipata fursa ya kusikiliza sauti mpya za kusisimua kutoka bara la Afrika. Vile vile, chakula cha Kiafrika na cha Karibiani kilianzishwa katika nchi hiyo na kiliwa na watu wa rangi zote. Mahali pa kula chakula cha Jamaica, Trinidad na nchi nyingine za Karibiani palianzishwa katika miji mingi. Leo hii, chakula hicho ni sehemu ya utamaduni wa Uingereza na kinaliwa na mamilioni ya watu kila siku. Waafrika pia walileta michezo kama cricket ambayo ilikuwa tayari ni mchezo wa Uingereza, lakini wakaiwezesha kuenea zaidi. Wachezaji wengi wa cricket kutoka Karibiani walicheza kwa timu ya taifa ya Uingereza na kuisaidia kushinda mashindano. Huu ni ushahidi wa jinsi utamaduni wa Kiafrika ulibadilisha na kuendeleza jamii ya Uingereza kwa njia kubwa. Sasa nataka mseme maoni yenu kuhusu swala hili muhimu ambalo tumelizungumza leo hapa katika video yetu. Je, nafikiria serikali za Uingereza zimewashukuru watu hawa kwa mchango wao katika kujenga nchi yao baada ya vita? Niandikieni maoni yenu ya kina na ya maelezo mengi kwenye sehemu ya maoni hapa chini ili tuweze kujadili, kwa sababu swala hili ni muhimu sana kwa historia ya Afrika na uhusiano wake na Ulaya yote. Mchango wa Afrika katika Uingereza unastahili kutambuliwa na kuheshimiwa na watu wote wa dunia bila ubaguzi wowote. Lakini tatizo kubwa lililotokea baadaye ni kwamba serikali ya Uingereza haikuwashukuru watu hawa kwa kazi yao. Badala yake, mwaka 1968 serikali ilipitisha sheria mpya ya uhamiaji yenye ukali. Sheria hii ilisema kwamba watu waliokuja kabla ya mwaka 1973 lazima wawe. Lakini tatizo lilikuwa ni kwamba wengi hawakuwa na nyaraka rasmi za kuwasili kwa Uingereza, kwa sababu serikali ya Uingereza haikuwapa visa rasmi wakati walipofika, kwa sababu walikuwa raia wa mkoloni wa Uingereza. Kwa hiyo hawakufikiri watahitaji nyaraka maalum za kukaa nchini hapo baadaye katika miaka yao yote ya. Lakini sheria mpya ilisema kwamba bila nyaraka hizo wanaweza kufukuzwa na kurudishwa nchi zao za asili. Hii ilianza swala lililoitwa skandali ya Windrush, ambalo lilisikitisha watu wengi duniani kote kwa haki ya familia. Watu ambao walikuwa wameishi na kufanya kazi nchini Uingereza kwa miaka zaidi ya 40 walikamatwa na kufungwa. Wengine walifukuzwa kurudi nchi ambazo hawakuwa wameziishi tangu utoto wao wa miaka mingi iliyopita kabisa. Familia nyingi ziligawanyika na watu wengi walipoteza ajira, nyumba na haki zao zote za kibinadamu za msingi. Slashing ya Windrush ilidhihirisha jinsi Uingereza ilivyowakosea watu ambao walisaidia kuijenga nchi yao baada ya vita vikubwa. Serikali ililazimiwa kuomba radhi mwaka 2018 baada ya umma kulalamika kwa nguvu. Lakini fidia waliopewa haikutosha kulipiza madhara yaliyotokea kwa familia zao zote kwa miaka yote ile. Mpaka leo, mamia ya watu bado wanasubiri fidia yao na baadhi wamekufa kabla ya kupata haki zao. Hii inaonyesha jinsi historia ya Waafrika katika Uingereza bado inapuuzwa na kudharauliwa na serikali na watu wengi. Watoto wa watu hawa ambao walizaliwa na kulelewa Uingereza
Pia wanapata ubaguzi mpaka leo. Katika miaka ya wanashindwa kupata ajira nzuri, nyumba za kukodi na haki zingine za raia kamili wa nchi ile. Hii ni aibu kubwa kwa nchi inayojiita kuwa na demokrasia na haki za binadamu za kimataifa. Mchango wa Waafrika katika kujenga Uingereza baadaye ya vita vya pili dunia hauwezi kupimwa kwa pesa tu. Walitoa nguvu zao, ujuzi wao, wakati wao na mara nyingi afya zao kwa ajili ya kujenga nchi. Bila mchango wao, Uingereza ingelishindwa kuwa nchi ya viwanda na uchumi mkubwa wa Ulaya katika miaka ile. Hospitali, shule, barabara, reli, nyumba na miundombinu mingine yote ilianzishwa kwa jasho la Waafrika wa dhati. Lakini mchango huu haujatanguliwa vizuri katika vitabu vya historia vya shule za Uingereza na nchi nyingine. Watoto wa Uingereza wanafundishwa kwamba nchi yao ilijijenga peke yake baada ya vita bila msaada wa watu. Hii ni uongo mkubwa ambao unafaa kurekebishwa kwa ajili ya ukweli na haki ya historia ya kweli. Afrika ilitoa watu wake wenye nguvu na ujuzi ili kusaidia Uingereza wakati walihitaji msaada zaidi ya wakati. Lakini Uingereza haikushukuru wala kulipa deni lake kwa watu hawa na watoto wao mpaka leo hii. Hadithi hii inatufundisha somo muhimu kuhusu uhusiano wa Afrika na Ulaya katika historia ya miaka ya hivi. Afrika daima imetoa zaidi kuliko ilichopokea kutoka kwa Ulaya katika miaka yote ya kikoloni na baada ya. Rasilimali, watu, utamaduni na ujuzi wa Afrika umetumika kujenga mataifa ya Ulaya na Amerika kwa karne. Lakini Afrika inalipwa kwa kudharauliwa, ubaguzi, umasikini na vita vinavyoendelezwa na mamlaka za nje za ulimwengu. Hii ni haki gani kwa bara linalostahili heshima na malipo ya haki kwa mchango wake mkubwa duniani? Tunapaswa kueleza historia hii kwa vizazi vyetu ili wajue ukweli na wasipoteze utambulisho wao wa Kiafrika. Waafrika ni wajenga wa mataifa mengi ya ulimwengu, lakini historia yao imefichwa na kupotoshwa kwa makusudi. Kazi yetu ni kuhakikisha ukweli unajulikana na kuenezwa kwa vizazi vyote vya sasa na vijavyo vya Afrika. Kwa kumalizia, naomba sana mjiunge na kituo hiki cha Ufalme Uliopotea kwa kubofya kitufe cha jiunge. Ubonyeze like kwa video hii na niandikieni maoni yenu ya kina kuhusu hitimisho mnaloweza kufanya kutokana na hadithi. Je, mnafikiria ni somo gani muhimu ambalo tunaweza kujifunza kutoka kwa historia hii ya Waafrika nchini Uingereza? Niandikieni mawazo yenu na tutaendelea kujadiliana katika video zetu zijazo za mambo mengi ya historia ya Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza leo na tuonane tena katika kipindi kijacho cha Ufalme Uliopotea wa Kweli. Mungu awabariki na mkaendelee kutafuta ukweli wa historia yetu ya Afrika kwa bidii na uvumilivu wa dhati.